Katika kijiji cha Mtondoro, kilichozungukwa na misitu minene na mito yenye maji yanayotiririka kwa sauti ya utulivu, palikuwepo mila moja kali iliyohofiwa na wakazi wake wote. Wazee wa kijiji walisema kuwa usiache nguo zako nje wakati wa usiku. Ilikuwa ni amri isiyopingika na yeyote aliyekaidi aliweza kupatwa na mkasa mkubwa. Lakini kijana mmoja, Juma, hakuwahi kuiamini mila hii. Akiwa mwenye umri wa miaka 25, aliamini kuwa baadhi ya mila zilihitaji kuhojiwa na si kufuatwa kipofu. Mbona tusichunguze kwa nini hii sheria ipo? Inawezekana ni hadithi tu za kututisha, aliwahi kusema kwa sauti mbele ya marafiki zake. Wazee wa kijiji walimwonya mara kadhaa, lakini Juma aliendelea kudharau. Siku moja, baada ya kufua nguo zake na kuzianika juu ya kamba iliyofungwa kati ya miti miwili nyuma ya nyumba yao, hakusumbuka kuanua wakati wa jioni. Mama yake, Bi Zainabu, alimkumbusha, Juma, usisahau nguo zako, unajua sheria ya kijiji. Mama, ni hadithi tu. Nitazianua kesho asubuhi, alijibu Juma huku akijilaza kitandani. Lakini usiku huo, upepo ulivuma kwa nguvu isiyo ya kawaida. Mbwa wa kijiji walianza kubweka bila sababu na sauti za ajabu zilianza kusikika msituni. Juma alishtuka usingizini, akihisi kama kuna kitu kilikuwa nje ya nyumba yao. Aliposimama kuangalia dirishani, moyo wake ulishituka. Nguo zake zilikuwa zinapeperushwa na upepo, lakini kivuli kilionekana kimesimama karibu nazo. Juma alihisi mwili wake ukitetemeka. Hakuna aliyemwambia kuwa madhara ya kuacha nguo nje yalihusisha vitu visivyoonekana. Moyo wake ulianza kupiga haraka, lakini akajipa ujasiri na kutoka nje kuchukua nguo zake. Alipofika karibu, upepo ulizidi kuwa mkali na sauti ya kucheka kwa msonyo ilisikika nyuma yake. Aligeuka haraka, lakini hakukuwa na mtu. Kwa haraka, alizichukua nguo zake na kuzikumbatia kifuani, lakini aliposimama sawasawa, alihisi kitu kizito kimegusa bega lake. Kumbukumbu zake zilififia hapo. Asubuhi iliyofuata, mama yake alipomwita Juma kwa chai, hakuitika. Alipofungua mlango wa chumba chake, akapiga yowe. Juma alikuwa amelala pale, lakini macho yake yalikuwa wazi na hayakuonyesha uhai. Vidole vyake vilishikilia nguo alizochukua usiku uliopita, lakini ngozi yake ilionekana kana kwamba ilikuwa imechomwa na kitu cha moto. Wazee wa kijiji walikusanyika haraka, wakajadiliana kwa hofu na mshangao. Alikiuka amri ya mababu, mmoja wao alisema kwa sauti ya huzuni. Baada ya mazishi ya Juma, kijiji cha Mtondoro kilitawaliwa na ukimya mzito. Kifo chake kilikuwa cha kutatanisha na hakuna aliyeweza kueleza kilichotokea. Wazee wa kijiji walishikilia msimamo wao. Juma alikuwa amekaidi mila na kuadhibiwa na mizimu ya mababu. Mama yake, Bi Zainabu, alikuwa katika majonzi makubwa. Hakukubali kula wala kutoka nje ya nyumba yake kwa siku kadhaa. Mara kwa mara, jirani zake walimsikia akilia peke yake, akimwita mwanawe aliyepotea. Usiku mmoja, mtoto wa miaka 10 aitwaye Baraka alikimbia kwa wazazi wake akiwa na macho yaliyojaa hofu. Nimemwona Juma. Alikuwa amesimama nyuma ya nyumba yetu. Baba yake, Mzee Hamza, alimtuliza na kumwambia ilikuwa ndoto tu, lakini mtoto alisisitiza, hapana baba. Nilimwona kweli. Alikuwa amevaa zile nguo alizofariki nazo, lakini uso wake ulikuwa mweupe kama jivu. Usiku huo huo, familia nyingine ziliripoti kusikia sauti ya miguu ikitembea kwenye njia za kijiji. Mbwa waliokaa kimya kwa siku nyingi walianza kubweka bila mpangilio. Wazee wa kijiji walikusanyika tena na kuamua kumuita mganga wa kijiji, Babu Kiza, ili kuelewa kilichokuwa kikiendelea. Babu Kiza alikuwa mzee mwenye mvi nyingi na macho makali kama ya tai.
Alipofika mbele ya watu wa kijiji, alichora mistari ya kidini ardhini na kuweka moto mdogo uliochoma ubani wa kiganga. Alipomaliza, aliwatazama wanakijiji kwa uso wa huzuni na kusema, roho ya Juma bado inatembea hapa. Hakupaswa kufa, lakini alienda kinyume na masharti ya mababu. Sasa yuko katikati ya dunia ya walio hai na wafu. Bi Zainabu alilia kwa uchungu, mwanangu anaweza kurudi. Babu Kiza alitikisa kichwa kwa uzito. Hapana, ila tunaweza kumrudisha kwenye dunia ya mizimu kwa amani. Aliwaambia mama yake alete nguo zilizokuwa za Juma na vitu vyake vya thamani, kisha wakazichoma moto katika tambiko la usiku. Lakini hata baada ya tambiko hilo, mambo hayakutulia. Usiku mmoja, Bi Zainabu alikuwa amelala peke yake alipohisi hewa nzito chumbani mwake. Alipoamka, moyo wake ulishtuka. Juma alikuwa amesimama mlangoni, macho yake yaking'aa gizani. Mama, nahisi baridi, niruhusu niingie ndani. Bi Zainabu alihisi damu yake ikiganda mwilini. Uso wa Juma ulikuwa umefunikwa na kivuli kizito na sauti yake ilikuwa nzito isiyo ya kawaida. Mama, nina baridi, niruhusu niingie ndani. Alitaka kumkimbilia mwanawe, lakini ndani kabisa ya moyo wake alihisi jambo baya. Hakika Juma alikuwa tayari amezikwa. Hili lilikuwa jambo lingine, roho iliyokwama kati ya walimwengu wawili. Alirudi nyuma polepole, akijitahidi kutokupaza sauti. Juma, mwanangu, wewe si wa dunia hii tena. Pumzika kwa amani, alizungumza kwa sauti ya hofu. Macho ya Juma yaliwaka kwa mwanga mweupe na upepo mkali ulivuma ndani ya nyumba. Taa za mafuta zilitingishika na kila kitu kilionekana kugeuka kuwa chenye giza zito. Kwa mshangao wa Bi Zainabu, kivuli cha Juma kilianza kupotea, lakini kabla hakijatoweka kabisa, sauti yake ilisikika tena, mama, si mimi niliamua kuja, wananifukuza mama, naogopa. Halafu kimya. Bi Zainabu alirudi kitandani mwake akitetemeka. Alijua kuwa hili lilikuwa jambo kubwa zaidi ya kifo cha Juma pekee. Kulikuwa na nguvu za giza zilizokuwa zinatawala kijiji chao. Habari za tukio hilo zilienea haraka kijijini. Wazee wa kijiji waliitisha mkutano wa dharura kwenye mti mkubwa wa mkuyu ulio katikati ya kijiji. Bado kuna jambo ambalo hatujalimaliza, alisema mzee Kenga, mmoja wa wazee waliokuwa na uelewa mkubwa wa historia ya kijiji. Babu Kiza, mganga wa kijiji, alisimama na kusema kwa sauti nzito, kuna kitu tunachopaswa kukikabili. Mizimu inasema kuwa Juma hakufa kwa kosa lake pekee. Kuna nguvu nyingine iliyoingilia kati na kumlazimisha kubaki kati ya walimwengu. Wananchi walitazamana kwa mshangao. Unamaanisha nini? Aliuliza mzee Hamza. Babu Kiza alichukua mfuko mdogo wa ngozi na kuufungua. Ndani yake kulikuwa na vumbi la kijivu ambalo alilitawanya ardhini. Mara tu vumbi lilipogusa ardhi, upepo mkali ulivuma na sauti ya vilio ikasikika kwa mbali. Wote walihisi hofu. Juma hakufa kwa makosa yake pekee, Babu Kiza aliendelea, kuna roho mbaya inayoishi katika kivuli cha kijiji hiki. Ilitumia uzembe wake wa kuacha nguo nje kama njia ya kujidhihirisha tena. Bi Zainabu alilia kwa huzuni. Mwanangu alikuwa na makosa, lakini hakustahili hili. Ni kweli, alisema Babu Kiza. Na sasa lazima tukaikabili roho hii kabla haijachukua wengine. Siku hiyo, wanakijiji wote walikusanyika kwenye uwanja wa kijiji, wakishika mishumaa na matawi ya miti mitakatifu. Babu Kiza aliagiza kila mtu atoe kitu cha familia yake, iwe ni vazi, kipande cha mti wa nyumba yao, au hata punje za nafaka. Alianza kurudia maneno ya kale, akichoma ubani mzito uliotengeneza moshi ulioonekana kama unawaka moto. Ghafla, upepo ulivuma kwa nguvu na sauti ya Juma ikasikika tena.
Mama, naona mwanga lakini wako hapa wananizuia. Watu walirudi nyuma kwa hofu, lakini Babu Kiza aliendelea na tambiko lake. Alinyanyua mikono yake juu na kusema kwa sauti ya mamlaka, roho iliyopotea, ondoka kwa amani. Na nyinyi viumbe vya giza, rudini mlikotoka. Kilichotokea baadaye kilishtua kila mtu. Kutoka kwenye kivuli cha miti kilitokea kiumbe kirefu, cheusi, chenye macho mekundu yanayowaka kama makaa ya moto. Ililia kwa sauti kali na kila mtu alihisi mtetemeko wa ardhi chini ya miguu yao. Weka moto kwenye nguo za Juma, aliamuru Babu Kiza. Bi Zainabu alisita, lakini alipoona kivuli kikiendelea kukua, alichukua nguo hizo na kuzirusha kwenye moto. Mara moja, mwale mkubwa wa moto ulilipuka na upepo mkali ulienea. Kiumbe kilitoa kilio cha mwisho, kisha kikapotea na kupotelea hewani. Baada ya usiku huo, mambo yalitulia. Hakuna aliyewahi kumsikia Juma tena wala kuona kivuli chochote cha kutisha. Wazee wa kijiji walitangaza kuwa tamaduni yao ya usiache nguo zako nje usiku ilikuwa na maana zaidi sasa. Haikuwa hadithi ya kitisho tu, bali kinga dhidi ya nguvu za giza zilizokuwa zikivizia kwa siri. Bi Zainabu, ingawa bado alihisi huzuni kwa kumpoteza mwanawe, aliweza kupata amani. Alijua kuwa Juma sasa alikuwa mahali salama. Na tangu siku hiyo, hakuna mtu aliyethubutu kuacha nguo zake nje usiku, kwa hofu ya kuamsha nguvu za giza zilizolala. Tafadhali like, subscribe chaneli yangu na utoe maoni juu ya simulizi hii.